Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho utubariki, kipindi ambacho ninaamini kwamba kitaweza na kutuanzishia siku yetu ikiwa imebarikiwa. Maana kuhubiriwa tutahubiriwa, nyimbo tutaweza na kuzipata, maombi tutaweza na kuombewa. Hivyo ni kusema kwamba tutaweza kuanzishiwa siku yetu kama imebarikiwa kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Karibu sana tukaweze na kuogelea ndani ya hayo manyunyu ya baraka asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi hii njema ambayo Mungu ametujalia ili tuwe hai kwa sababu ya mapenzi yake. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake ambao amefanya nasi. Kwa hivyo naomba mtazamaji wangu ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jambo na misi jambo. Naomba nikukaribishe katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka ya asubuhi, ili tukapate kubarikiwa kwa pamoja asubuhi hii. Na ninaamini ya kwamba ukiwa hapo unaketi, tutabarikiwa kwa pamoja na Mungu atatuinua hadi kiwango kingine. Kwa hivyo karibu sana na Mungu atakuwa pamoja nasi. Neno la Mungu la asubuhi tutalipata katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango ni wa 3. Tusome mstari wa 8 hadi wa 9. Na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Neno la mwisho ni ili mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitifu, wanyenyekevu, watu wasiolipa mbaya kwa mbaya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu ya hayo ndio mlioitiwa ili murithi baraka. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru jina lako na kusema asante kwa sababu ya wema wako. Hivyo Mungu naomba ukapate kutubariki wakati huu. Mwenyezi Mungu, twaomba neema yako ikatutoshe. Hivyo Mungu twaomba tunaposikia neno lako, ili Baba ukatupe usikifu mwema, nami nitumie kama chombo chako nikanene neno lako kwa watu wako. Na kile umeandaa asubuhi ya leo kikisha unipe kunyamaza na kuketi chini kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Mtazamaji wangu, katika hili neno ambalo tumesoma katika waraka huu wa kwanza wa Petro, Biblia inasema ya kwamba ni vizuri kama sisi wa Kristo, kwa maana kile ambacho nataka tujifunze ni kukua na nia moja na kuhurumiana kama wa Kristo. Kukua na nia moja na kuhurumiana. Na kwa sababu ya mtumishi wa Mungu alivyokuwa akiongea na kanisa, aliona ni vizuri kuwafundisha ya kwamba jinsi wa Kristo watakavyoishi, kwa maana tunahitaji kukua na nia moja, tunahitaji kukua na kuhurumiana. Kwa maana tusipofanya haya, mtazamaji wangu, hata kwa familia shida zitaendelea na kukua mingi, kwa sababu hatuna huruma kwa watu. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba kama wa Kristo tuwe na roho ya kuhurumiana, tuwe na nia moja katika Ukristo, katika kila jambo, ili tukapate kuinuliwa, tukapate kubarikiwa na Mungu aliye hai. Kwa hivyo naomba ili tusidi kutafakari neno hili, ili tukapate kuinuliwa asubuhi hii, tupate kuinuliwa kwa kila jambo, kwa maana tutakapokuwa na nia moja, neema ya Mungu inatutosha. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo naomba kama watu wa Mungu, wale ambao wananitazama, Biblia inasema ya kwamba ni vizuri kukua na upendo kama wa Kristo.
tukuwe na upendo kama Wakristo. Wapendwa mtazamaji, ni vizuri tupendane, ni vizuri tukuwe na upendo. Familia yako, kama wewe ni mzee wa mboma, penda familia yako, itunze, kwa maana unapoendelea na kukua na upendo kwa familia, neema ya Mungu itaandamana nawe. Tuwe na upendo kwa kijiji, tuwe na upendo hata kwa kanisa, kwa maana tunapokuwa na upendo kama Wakristo, Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu Petro aliongea na kanisa, akaona ni vizuri watu wawe na upendo, wawe na kupendana, kwa sababu wanapokuwa na upendo hakuna jambo ambalo haliwezi kufanyika. Kwa hivyo ni vizuri mtazamaji wangu, hapo kwako, penda mzee wako, penda Mungu wako, penda hata watu ambao ni majirani, penda wale ambao wako karibu nawe, kwa maana siku moja utawahitaji. Jambo lile lingine, tuwe na unyenyekevu kwa Mungu kama Wakristo. Mtazamaji wangu, naomba ili tukapate kuwa na unyenyekevu kwa Mungu, kwa maana tutakaponyenyekea mbinguni pa Mungu atatuinua. Nyenyekea hata kwa familia. Mzee wako nyenyekea kwa mke wako, mke wako anyenyekee, kwa sababu tunapofanya hivi, kwa sababu unyenyekevu ni kwa kila mtu. Kwa hivyo ni vizuri tusimame kama watu wa Mungu, kama mtazamaji, tukijua ya kwamba Mungu anahitaji watu ambao wananyenyekea mbinguni pake, watu ambao wananyenyekea kwa kila jambo. Hivyo Biblia inatuambia ya kwamba ni vizuri tuwe na unyenyekevu kama Wakristo, ni vizuri tuwe na unyenyekevu ili baraka siendelee na kuingia. Tusipokuwa na unyenyekevu, shida zinakuwa. Jambo lile lingine ni tusilipishe umbaya kwa umbaya au laumu kwa laumu. Hayo ni maisha ambayo tunahitaji kukaa kama watu wa Mungu. Mtazamaji wangu, ni vizuri ujue ya kwamba ni kweli tunakosewa na watu, ni kweli tunapitia mambo mengi, lakini ni vizuri ujue ya kwamba ni vyema usilipishe umbaya kwa umbaya ama laumu kwa laumu, kwa maana hilo ni mbaya kwa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri watu wa Mungu tujue ya kwamba tuwe na roho ya kusamehea. Watu wa Mungu tumeitwa tuwe na roho ya msamaha, tumeitwa tuwe na roho ya msamaha. Kwa hivyo ni vizuri kusamehe watu ambao wanatukosea, tuwe watu wa kubariki juu tumeitiwa hivyo ili nasi tupate baraka. Mtu wa Mungu, hata mtu akikufanyia mabaya, wewe mbariki, kwa maana umeitiwa hayo, kwa maana Mungu atakubariki utakaposamea watu. Ninapomalizia, ni vizuri kujua ya kwamba kupata baraka lazima uwe na roho ya kusamea watu wanaokukosea. Ili upate baraka, mtazamaji wangu, kuwa na roho ya huruma, kuwa na roho ya kusamea watu, kwa maana Mungu atakuinua, Mungu atakubariki, kwa maana hiyo ndio tumeitiwa, ili turithi baraka zile ambazo Mungu ametuahidi. Ni ya kwamba tutakapowasamea wale ambao wanatukosea, hivyo baraka zinakuja kwa kwetu. Hivyo Mungu atubariki na abariki neno lake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru jina lako, kwa maana wewe ni Mungu wetu. Baba, tunaomba ili ukazidi kutuinua, ukazidi Baba kutubariki Baba, na kutufundisha ili tukapate kuwa na nia moja kama familia, kuwa na nia moja kama jamii, kuwa na nia moja kama kanisa, ili Baba tukapate kuhurumiana na kuinuana. Hivyo Mungu tubariki na ufuatilie neno lako. Tazama mtazamaji nayo ni tazama. Mungu namuombea kwako ili ukampe hii neema kwa jina lako takatifu. Asante mtakatifu, kwa maana utatuinua. Katika jina lako tumeomba na kushukuru. Amen. Kukuwa na nia moja na kuhurumiana. Hivyo ni kusema kwamba umoja wa moyo na fikra ndio kuwa na nia moja. Tuwe na nia moja. Mafikira ya pamoja. Kile ambacho unafikiria mwenzako na yana kufikiria hicho. Huruma na upendo wa kindugu, tuhurumiane. Hurumia mwenzako, katika kiundugu. Ukiona huyu, unaona ndugu yako, unaona dada yako.
Wakati ambapo kama utamuona dada ama ndugu, utaweza na kuwa na upendo wa kumhurumia. Utaweza na kumhurumia kila wakati. Unyenyekevu na msamaha. Wakati ambapo tunaendelea na kuwa na nia moja kupendana, lazima tuwe na unyenyekevu na pia tukaweze kuwa na msamaha. Samehe mwenzako. Samehe mwenzako. Hata kama imekuwa namna gani, hata kama amekutendea lipi, wewe tu msamehe kwa sababu ya upendo. Kutolipiza kisasi bali kulipa kwa baraka. Alikutendea mabaya, usilipe kwa mabaya. Mlipe kwa mazuri. Hivyo hata naye ataweza na kujiuliza maswali na ataweza na kutafuta vile ambavyo ataweza na kujirekebisha na vile ambavyo ataweza na kukutendea hata mema. Usilipize kisasi. Usilipize kisasi. Tenda mema. Hata kama wamekutendea mabaya. Najua wengi wamekunenea mabaya, wakakutendea mabaya, yakakuumiza, lakini usilipize hayo mabaya kwa mabaya. Barikiwa na uwe na siku njema, na tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.